taji lake la ushindi wa sifa kuu. Mwimbieni Mungu, dhihirisheni upendo wake. Ni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtafuteni uso wake siku zote. Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, leo ni Jumapili ya 30 ya mwaka C wa kanisa. Mama Kanisa leo anatukumbusha kwamba tumekaribia mwisho wa mwaka wa liturujia, na kanisa linatualika kutafakari juu ya imani ya kweli, unyenyekevu na namna tunavyosimama mbele za Mungu. Masomo ya leo yanatualika tuangalie tofauti kati ya mtu mwenye majivuno na mnyenyekevu, kati ya anayejiona anajitosheleza na anayemtegemea Mungu kwa moyo wa toba. Basi ndugu zangu, tuungane na kanisa zima kuombea unyenyekevu wa watu, kwa sababu vita nyingi mnazoziona hapa duniani ni kwa sababu watu wamekosa unyenyekevu. Kila mmoja anataka aonekane mwema, na kwa kufanya hivyo tunaishia kuleta mitafaruko katika jamii zetu. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu watu watambue wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayegawa makali yote na ndiye anayejua sisi tunastahili nini. Na hivyo basi tumuombe Mwenyezi Mungu toba ya kuweza kujisafisha ili tupate kibali cha kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mimi kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na kusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Utuhurumie Bwana, utuhurumie, utuhurumie Bwana, utuhurumie, utuhurumie Bwana, utuhurumie.
tuwezeshe kuyapenda unayoamuru, ili tustahili kupokea unayoahidi, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. La kitabu cha hekima ya Yoshua imesema, kwa kuwa Bwana ndiye mhukumu, wala hakijali cheo cha mtu, hatumkubali yeyote juu ya maskini, naye ataisikiliza sala yake aliyedhulumiwa, hata aliyedhulumiwa kamwe malalamiko ya yatima wala ya mjane kwa mwenzako habari zake. Malalamiko yake aliyeonewa yatapata kukubaliwa, na dua yake itafika hii mbinguni. Sala yake mwenye mnyenyekevu upenya mawingu, wala haitatulia hata itakapowasili, wala Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Mimi sasa namiminwa na katika wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Katika jawabu langu na la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe haki kwa jambo hilo, lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ile ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote. Nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, kutoa zaka katika mapato yangu yote.
Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, E Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakweza. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Kadiri ya mahitaji yake ya msingi na muda unaofaa. Kwa hiyo Bishop anaeleza watu kwamba tusidhani Mwenyezi Mungu ana watu fulani wa kusikiliza. Sisi sote ni waja wake na tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu, na hivi tunapaswa kusikiliza na Mungu anatusikiliza. Katika somo la pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, Mtume Paulo anasema, nimevipiga vita vizuri, nimemaliza mwendo, nimeilinda imani. Mtume Paulo anaongea haya akieleza namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyo mtu wa haki, kwamba amevipiga vita vizuri na amemaliza mwendo na imani ameilinda. Mimi na wewe katika mazingira yetu tunayoishi wana Kigango cha Sakalani, kama leo tungeulizwa maneno ambayo ameongea Paulo, tunasemaje? Tumepiga vita vilivyo vizuri? Je, na mwendo tumemaliza? Na kama tumemaliza, na imani je, tumeilinda? Ndugu zangu, ipo dhana ya kale ambayo watu walidhani kwamba ukiwa na mali pengine ndio Mungu anakusikiliza. Na ndio maana tunaona kwenye somo la Injili kati ya Mfarisayo na yule mtoza ushuru, hawa wawili wote mmoja wapo alifahamika kwamba mwenye dhambi, ambaye ni mtoza ushuru. Mfarisayo yeye alitimiza sheria zote kadiri ya mapenzi ya Mungu, lakini hakutimiza kwa kutaka kutenda mema, bali alitimiza ili aonekane ametimiza. Mimi na mimi tunapokuja kanisani kama yule Mfarisayo, au tunakuja kanisani kama watoza ushuru, tunaojua wazi kwamba sisi tuna dhambi mbele ya Mungu. Na dhana hii ilikuja kipindi hiki ambacho katika dhana hiyo watu waliamini kwamba pengine mwenye mali ndiyo alistahili kusikilizwa kwa sababu anatoa zaka, kwa sababu anatoa mchango kanisani. Na hii dhana inaendelea mpaka miaka ya sasa, lakini sio kweli. Imani yako kama umeilinda, imani yako ndiyo itakayokufanya wewe uweze kuwa na haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mmoja wetu ana dhambi yake. Katika hawa Mafarisayo na mtoza ushuru, kwa haraka ukiulizwa unadhani ni mwenye dhambi? Yaani kwa haraka imetokea tu pap, umeuliza. Hao hapa tunasema kila mmoja yule anayedhani yeye ni mtoza ushuru kae huku, yule anayedhani kwamba yeye ni Mfarisayo kae huku. Mtoza ushuru alionekana na alihukumiwa kwamba ana dhambi, lakini kutoka kwa huyu mtoza ushuru tunajifunza moja, ni unyenyekevu. Alionyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Anamwambia Baba, mimi sistahili, unirehemu mimi mdhambi. Kwa kutoka kwa huyu ambaye jumuiya ilishamuona kwamba hafai, sisi tunajifunza unyenyekevu. Tunajifunza kutokuwa na majivuno. Tunajifunza kutokuwa na kiburi cha mali. Tunajifunza kutokuwa hukumu wenzetu. Kwa hiyo kuna watu ndani
hawataka wampe Mungu dakika 10 kwanza mambo ya Mungu kwanza, lakini unakuta wanawaza vitu vingine. Kwa hiyo katika hali halisi usije ukamhukumu mtu, kwa sababu hata wewe unayedhani hapa anasaliki kila siku, anatoa zaka, anaweza kana anatoa zaka na sala, lakini ana dhambi zingine, sio? Anaweza kama padre amevaa makanzu haya nini, ana dhambi zingine. Kwa hiyo siwezi kwanza kuhukumu. Lakini tunaendelea kusali kumuomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aone matendo yetu, apokee kazi za mikono yetu, ili kama tunastahili kadiri ya mapenzi ya Mungu twende tukawe pamoja naye siku ya mwisho, si ndio bwana? Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema wewe dada kwa zile dhambi ulizotenda haufai kuwa kanisani. Hapana. Kanisa ni hospitali ndogo ambamo watu wanakuja wakiponywa warudi wao na furaha. Yaani uko umekuja hapa mimi nimeongea wewe nikirudi bado umenuna ndio kama umekula ndimu. Maana mimi kuna watu mwaka unaisha hajaicheka kwenye meza yao. Yaani amenuna kama leo unataka sumu. Na huo sio Ukristo. Kwa hiyo maana kila mmoja afanye kazi kadiri ya mapenzi ya Mungu na tusianze kuwa na majivuno kwa kuwa tumepewa na Mwenyezi Mungu. Mwenye nacho amshukuru Mwenyezi Mungu, aendelee kumuomba Mwenyezi Mungu ili aendelee kuwatumikia wenzake, kuwatumikia binadamu wenzake. Lakini sasa ukishakuwa kuna mtu hapa anakitoa milioni moja na laki tano. Yaani halali nyumbani kama ni baba utapiga simu mpaka ziishe ndo narudi. Kuna mtu umechoka hapa mia una. Kwa hiyo lazima fedha, mali zote, na kuwa maskini sio ufahari. Kuwa na pesa ambazo zinaleta kiburi ni shida. Utafuta pesa. Bwana, tunakuomba uviangalie vipaji tunavyokutolea wewe mwenye enzi, ili tunayotenda katika utumishi wetu yawe hasa kwa ajili ya utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tendo la
Mwenyezi Yesu Kristo, neno lako kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kutupatia takatifu. Alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, hosana juu mbinguni. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Mbarikiwa mwenye kuja, mwenye kuja kwa jina la Bwana. Hosana. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi na mtakatifu wote, tunakuomba ili kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akashukuru na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Fumbo la imani. Fumbo la imani. Yesu alikufa. Fumbo la imani, Yesu alikufa. Yesu atarudi tena. Yesu atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetuacha mbele yako na kutumikia. Pia tunakusifu kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Vitalis Msinde na wakeleo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tusitahili ushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Chakula
Kristo ametupenda akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu. Bariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na